Nitumie fursa hii kuwapongeza viongozi na wananchi wa mkoa wa Mjini Magharibi na Zanzibar kwa ujumla kwa ushiriki katika ujenzi na hatimaye uzinduzi wa skuli hii. Kazi iliyofanyika hapa ni kubwa na yenye tija kwa vijana wetu. Hongereni sana. Aidha, nawapongeza sana wananchi kwa kujitokeza kushiriki hafla hii, jambo linaloonyesha dhamira ya pamoja ya kuunga mkono jitihada za serikali katika kuimarisha sekta ya elimu. Mna jengo la kisasa sana na vitendea kazi vya kisasa sana. Niwaambieni tu, wengi wetu wenzenu tuliyaona majengo ya aina hii tulipofika vyuo vikuu. Ndo unakutana na jengo la aina hii na vitendea kazi vya aina hii. Vyuo vikuu ninyi mmepata hapa Chukwani, na tumeangalia hata vile vitendea kazi vile vyote ni vya kisasa sana, vinavyofanya upende kujifunza, vinavyofanya utamani kujifunza. Kwa hiyo hongereni sana. Na kabla sijaendelea na hotuba yangu, napenda kuwaletea salamu za upendo kutoka kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye anajua leo niko na ratiba hii na nilimwaga. Anawasalimia sana na amenituma niwape salamu hizo za upendo, na kwa kweli yeye ni muumini wa kazi bora hizi zinazotoa urithi kwa watoto, urithi bora kwa watoto ambao ni elimu. Pia mpokee salamu kutoka kwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi, ambaye na yeye yupo katika majukumu mengine ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Mkasi, niombe niwafikishieni salamu kutoka kwa Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ambaye ndiye kinara wa Mkasi Utaongea, na kwa kweli tumeona Mkasi ukiongea. Leo tumeona katika jengo hili, na wenzetu waliotangulia kusema na wale walioongea kwa vitendo walisema hii ni sehemu tu, lakini kazi ya aina hii imeendelea katika maeneo mengi kwenye sekta ya elimu, katika maeneo mengi kwenye sekta zingine kama vile afya, ujenzi, pamoja na shughuli za uzalishaji. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya tarehe 12 Januari 1964 yaliondoa mfumo wa ubaguzi na kuweka msingi wa serikali ya wananchi. Tangu wakati huo, maadhimisho ya mapinduzi yamekuwa chombo cha kuimarisha umoja wa kitaifa na kuchochea shughuli za maendeleo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, umetuonesha tofauti kati ya utawala wa kikoloni na utawala wa kizalendo ambao ulichukua hatamu baada ya mapinduzi. Ni kwa msingi huu maadhimisho haya yamekuwa yakiambatana na uzinduzi wa miradi ya kimkakati ya kiuchumi na kijamii. Katika maadhimisho ya mapinduzi matukufu kwa mwaka 2026 tumeshuhudia uzinduzi wa miradi mbalimbali, ikiwemo ufunguzi wa jengo la abiria yani Terminal 1 uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume, ufunguzi wa kiwanja cha mpira wa miguu cha Mwehe wilaya ya Kusini mkoa wa Kusini Unguja,
na ufunguzi wa viwanja vya michezo Gombani, wilaya ya Chake Chake, mkoa wa Kusini Pemba, uwekaji wa jiwe la msingi wa ujenzi wa jengo la Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa wilaya ya Chake Chake upande wa mkoa wa Kusini. Uzinduzi wa miradi mbalimbali unadhihirisha matunda ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar katika uboreshaji wa huduma za jamii na uimarishaji wa maendeleo endelevu. Leo tumeshuhudia jengo pamoja na miundombinu ya kisasa ya kujifunzia. Huu ndio urithi sahihi kwa watoto wetu. Leo tarehe 5 Januari 2026, kama nilivyosema, tumezindua rasmi skuli ya sekondari ya Chukwani kama sehemu ya utekelezaji wa maadhimisho ya mapinduzi kwa vitendo, tukiweka kipaumbele katika maendeleo ya sekta ya elimu. Historia inaonyesha kuwa kabla ya mapinduzi matukufu, kama ambavyo tumetoka kuambiwa, Zanzibar ilikuwa na skuli 5 tu za sekondari zenye wanafunzi 1038 pekee, hali iliyowanyima wahitaji wengi fursa ya kupata elimu. Mapinduzi yalibadilisha hali hiyo kwa kuifanya elimu kuwa haki ya kila Mzanzibari. Wanafunzi 1038 pekee Zanzibar yote. Leo kwa hesabu tuliopigiwa hapa ya 45 mara 42 tunapata 1890 hapa peke yake. Ni lazima tupende kazi za mikono yetu. Hii ni moja ya jambo la kujivunia kwamba tunapiga hatua, kwamba tunasonga mbele. Kazi na utu. Ndugu wananchi, tangu wakati huo elimu imekuwa chombo muhimu cha kuwezesha wananchi kuimarisha maisha yao, kufungua fursa mpya za kiuchumi na kijamii, pamoja na kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa taifa. Kupitia elimu, Zanzibar imeendelea kujenga jamii yenye usawa, mshikamano na matumaini ya maendeleo endelevu. Ujenzi wa skuli hii ya sekondari ya Chukwani ni mwendelezo wa azma ya serikali ya kujenga skuli za kisasa zinazokidhi mahitaji ya mtaala mpya. Skuli hii iliyoifungua leo imejengwa kwa viwango vya kisasa, ikiwa ni maabara za sayansi na kompyuta, maktaba na vyumba vya madarasa vinavyowezesha matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano katika kufundishia na kujifunzia. Na Mheshimiwa Mbunge ulisema watakaofanya vizuri utawaleta Dodoma, na mimi nikuhakikishie nitakuwa tayari kuonana nao utakapowaleta. Hivyo ni matumaini yangu kuwa skuli hii ya sekondari ya Chukwani itaendeleza lengo la kutoa elimu bora kwa wote bila kujali tofauti zilizopo, na kuhakikisha kuwa elimu inayotolewa inakuwa na tija kwa Wazanzibari wote na taifa kwa ujumla. Skuli ya sekondari ya Chukwani imeanzishwa kwa lengo la kuandaa vijana wenye maarifa, ujuzi, ubunifu na maadili, kwa kuunganisha nadharia na vitendo, na hivyo kuwa na manufaa mengi, ikiwemo kuongeza fursa za elimu bora kwa watoto wa Zanzibar, hususani katika maeneo ya mijini, kukuza matumizi ya tehama katika ufundishaji na ujifunzaji, pamoja na kuwaandaa wahitimu wenye uwezo wa kujitegemea, kushiriki kikamilifu katika soko la ajira na kuchangia katika maendeleo ya taifa. Nilisema wakati naongea na wanafunzi, nikawaambia serikali imeshafanya jukumu lake. Mheshimiwa Rais ameshatimiza wajibu upande wake,
walimu watatimiza wajibu wao, na sisi upande wa wanafunzi tuliokuwa tumekaa kwenye deski pale tutimize wajibu wetu wa kusoma kwa bidii. Nimeona kauli mbiu ya maadhimisho isemayo amani na umoja ndio msingi wa maendeleo yetu. Inaakisi ukweli wa msingi kwamba maendeleo ya taifa lolote hayawezi kupatikana bila kuwepo kwa amani, utulivu na mshikamano wa wananchi wake. Kauli mbiu hii inawakumbusha wananchi wote kuwa mafanikio yoyote tunayoyaona leo, ikiwemo uwekezaji mkubwa katika elimu na miundombinu ya kijamii, yamewezekana kwa sababu ya mazingira ya amani tulionayo. Umuhimu wa kauli mbiu hii uko katika kuhamasisha jamii kuendelea kulinda na kuenzi amani, huku kila mmoja akitimiza wajibu wake kwa kuimarisha umoja wa kitaifa na kushiriki kwa pamoja katika ujenzi wa taifa. Hapa tunakumbushwa kuwa mafanikio katika sekta zote ikiwemo elimu yamewezekana kutokana na mazingira ya amani na utulivu. Hivyo ni wajibu wa kila mmoja wetu kulinda na kuitunza amani na umoja ili viendelee kuwa nguzo ya maendeleo ya taifa letu. Sambamba na maadhimisho ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar na ufunguzi wa skuli hii, napenda kusisitiza masuala kadhaa ya msingi ambayo ni nguzo ya maendeleo ya taifa letu. Moja, serikali itaendelea kuwekeza katika elimu inayojenga umahiri, ujuzi na maadili ili kuandaa vijana wenye uwezo wa kufikiri, kubuni na kufanya kazi kwa vitendo, na si kwa ajili ya mitihani pekee, bali kukabiliana na maisha, soko la ajira na kuchangia katika maendeleo ya taifa. Kwa mazingira yale niliyoyaona, uwezo wa kuandaa vijana wenye sifa hizi sasa upo. Serikali itaendelea na ujenzi wa skuli za kisasa na utekelezaji wa mtaala mpya, sambamba na kuimarisha maandalizi ya walimu na mapitio ya mitaala ili elimu bora ilete tija halisi kwa taifa. Na sisi ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi Zanzibar tutaendeleza ushirikiano ili kuweza kuhakikisha kwamba haya yanayopangwa yenye malengo mapana na manufaa mapana kwa wananchi wetu wote yanawezekana. Wananchi, walimu na wanafunzi kwa pamoja tuweke kipaumbele katika kulinda, kutunza na kutumia ipasavyo miundombinu ya elimu iliyowekezwa kwa gharama kubwa, kwani ni mali yenu wenyewe na ni urithi wa vizazi na vizazi vya sasa na vijavyo. Serikali ni mratibu tu, hii ni mali yenu. Wahenga walituasa kitunze kidumu. Wakati ikielekea mwishoni mwa hotuba, ni wasihi wazazi na Watanzania wote kwa ujumla tujitahidi kulibeba kwa pamoja jukumu la malezi ya vijana wetu. Jukumu hili la malezi huanzia nyumbani, ndipo hufikishwa shuleni kwa walimu. Jukumu hili si la walimu pekee, bali ni jukumu letu sote kama jamii. Tumeelezewa hata kwenye Qur'ani na Biblia zote zikitufundisha kuwa nyumba ndiyo shule ya kwanza pale nyumbani. Wazazi ni walimu wa kwanza pale nyumbani, na malezi bora ndio msingi wa jamii iliyo bora. Nilipita madrasa, nakumbuka imeelezwa kwenye Qur'an sura Luqman sura ya 31 aya ya 13 kwa Luqman akiwa ni mzazi alikuwa anamsihi mwanawe kuhusu mienendo na tabia nzuri, na vile vile imeelezwa kwenye Biblia tukufu
Mithali ya 22:6 kuwa mlee mtoto katika njia ipasayo, nayo hata iacha hata atakapokuwa mzee. Hivyo ni wasii wazazi tufanye jukumu hilo la awali la kuwa mlezi wa kwanza na kuwa mwalimu wa kwanza. Niendelee kurudia tena kumpongeza Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuendeleza na kuimarisha sekta ya elimu kama alivyofanya katika sekta zingine. Na niwaambieni, si kwa mgeni tu ambaye akija hapa ataiona Zanzibar ikiwa imebadilika, hata ninyi wenyewe mnaiona Zanzibar ikiwa imebadilika. Na ukweli una tabia moja, hata ukiubishia wenyewe unabakia kuwa ukweli. Zanzibar imebadilika na inabadilika kwa kasi, na haya anayofanya si manufaa binafsi, ni manufaa kwa Wazanzibari wote. Kwa hiyo tuendelee kumuunga mkono ili dira aliyonayo aweze kuitimiza kwa manufaa mapana ya wananchi wa Zanzibar. Vile vile nawashukuru sana wadau wetu mbalimbali wa maendeleo ambao mara zote wamekuwa bega kwa bega na serikali katika kuleta maendeleo ya taifa, hususan katika sekta hii ya elimu. Kama tunavyotambua, tunathamini ushirikiano wa wadau wote wa maendeleo ikiwemo Benki ya Dunia, Shirika la Fedha la Kimataifa, IMF, pamoja na wadau wengine wote ambao tunashirikiana nao wa ndani ya nchi na nje ya nchi, tunaoshirikiana nao katika